Karibuni mtazamaji wa Saidi TV Media International. Hapa ni Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ikiwa makao makuu ni Australia. Wazalendo wameamua kutangaza sasa kwenye mitandao za kijamii kuwa kwa sasa hizi ndizo miezi walizokuwa nazisubiria, ikiwemo mwezi wa 4 kupambana na wahasi wa M23. Wameamua kutangaza kuwa mwezi huu ndo wamekamilisha majifunzo yao na kitu walichokuwa nakisubiria ili kukamilisha hatua ya kuingia katika jiji la Bukavu na kulikomboa. Ephraim, msemaji wa Wazalendo, aliweka video hii kwenye mtandao, tumsikilize. Kuwapa habari njema ya kwamba tayari watu walikuwa wakijiuliza kwa nini tunakawia kupanda Bukavu kwa sasa. Nyantende, wende huko Nyangezi, wende Momosho, tunajielekeza sasa ni kwenda Bukavu. Tangia alfajiri ya asubuhi tulianza sasa mpango wetu kwa kujelekeza Bukavu, na tunasema watoto wa Bukavu tulieni, sababu mlikuwa mkichukua muda mrefu kuuliza vipi sasa wazalendo wamekawia. Tulikuwa kama jinsi tulivyoeleza ya kwamba tulikuwa tukingojea idadi, na sasa tumeenea kwa sisi kuanza huo mchezo, na tumeanza huo mchezo. Kwa hiyo tulieni na muwe na shangwe na furaha, sababu jeshi la ukombozi linaingia sasa. Na mutakaposikia katika jiji ya kwamba michezo imeanza, musiogope, sababu tayari tuko Bukavu kama tulivyowaarifu, na tulikuwa tukisubiri hiyo kikosi ambacho kimepanda. Maana mimi ninapozungumza kwa sasa niko Bukavu, hiyo kihakikisha niko Bukavu, tuko Bukavu, na tunawajulisha ya kwamba tayari kikosi cha Bukavu ndani, yani jiji la Bukavu, tumejiandaa. Tulikuwa tukisubiri Momosho iingie hapo Nyangezi pamoja na Nyantende, sababu ile safari ya kwanza jinsi tulivyoeleza kwamba tulikuja kupima ile tuone, tuliona kwamba hawa maadui hawana nguvu. Kwa hiyo tutasapotiwa pamoja na wazalendo wale ambao wako ulimwengu mzima, kama vile wazalendo wa Australia, wazalendo wa Amerika. Kundi ya wazalendo ambao wako ulimwengu mzima ni kundi ya wazalendo tu waliojitoa. Misaada inazidi kuja na tunashukuru tena zaidi. Asante kwa kila kundi ambao wamejiandaa kwa ajili ya kuleta msaada wao. Sikia, government ya Kongo kwa sasa haiku ina support 100% wazalendo kama vile chakula na vitu vingine, na tunasubiri tunaona hapana. Tukiendelea kusubiri, wa ndugu zetu waliopo Bukavu wataingia mshida. Kwa hiyo tuanze, na tumewaomba kila mtu anayeitwa mzalendo awe tayari kwa kujitoa. Watoto wa Bukavu, munajua ukisikia mzalendo songa mbele, tunasonga mbele, hakuna kurudi nyuma tena. Na tunawajulisha makanisa, wachungaji, pigeni magoti kuomba Mungu, waombaji pigeni magoti kuomba Mungu, wafanya biashara, makomersa, societe civile, kila raia wa Bukavu, mujue ya kwamba jeshi la ukombozi tayari njiani na tuko Bukavu. Mimi ninapozungumza niko Bukavu, niko hapa na pale katika jiji la Bukavu. Niliingia Bukavu bila shida, na tumesha wasili Bukavu kama gisi tulivyozungumzia, na sinyale ni ile moja tu. Munaposikia hewa inaanza badilika, ni vigeregere, ni kushangilia. Pamoja na ile, usikose kuleta mchango wako, sababu guvernema ya Kongo kupitia majeshi, kupitia Ministeri ya Defense, hatutawadanganya ndugu zangu, walianza kutuaidia. Ya kweli tulipata nusu ya chakula wakati Mheshimiwa Justin Bitakwira alifika, tulipata nusu ya chakula, lakini idadi ya wazalendo, sababu ile 10,014 ambao tuliwazungumzia walimaliza mafunzo na sasa wameingia. Kwa sasa tunaweza kuwa 1020 au 12 na zaidi. Sasa uchukue hizo tumbo za watu hawa
kula kila siku, na ndio maana hatutakosa kuwajulisha, sababu hatuna kimbilio lingine, hatuna nafasi nyingine tutaenda. Ni nyinyi tu mnaweza kutusaidia, ni nyinyi tu mnaweza kutusapoti, ni nyinyi tu mnaweza kutuma sisi twende mbele. Na sababu ya ile tunawaomba kila mtu mchango wake asikose. Tunaomba kwanza mchango wa maombi, mchango wa maombi. Tuombe Mungu sana tena sana. Na kama wewe ni mpagani, nikisema mpagani labda unaweza sirika, kama wewe uko na yule ambao unajua, tunaomba watu wa maradi ni wapige, kila mtu achangie kila chochote ulicho nacho kwa ajili ya kuokoa Kongo yetu. Tuko tayari, tumia hayo, kama ni silaha, kama ni maombi, kama ni radi, kama ni bulozi. Mnyarwanda asipime kuchukua Kongo kuwa kama vile mateka yake. Vile vile tunawajulisha ya kwamba tutaanza na Sud Kivu. Yaani Sud Kivu tulisema mwanzo wa mwezi wa 4 ni hapo tunaanza shambulia. Na leo ni tariki ngapi? Tayari tumeanza na tutasonga mbele, hakuna tena kurudi nyuma. Tunawaeleza ya kwamba mwisho wa mwezi wa 4 tutakuwa tulishaanza fikiria kwenda kupanda upande wa kuokoa Goma. Na tunawasalimu wa ndugu wote ambao walizidi kutuandikia kwa malalamiko, wa mama ambao popote muko mlikuwa mkituandikia. Tunasema tayari tumewasili katika jiji la Bukavu. Tuliingia kambele na tuko huru ya huru. Tulikuwa tukingojea Momosho, Nyantende, hapa Mnyangezi, na tulijua gesi walifichama makanisa. Nyinyi Wanyarwanda Watusi munapenda kujionesha kwamba munaomba Mungu sana, kumi ni uongo. Watu wenu wako wanafichama ni mumakaburi, munani mumakanisa, na silaha zenu ziko zinafichama mumakanisa. Tulishajua mavyumba vya mahombi vyenu vya bongo. Tutasakata na kuingia katika Bukavu kwa muda mchache ambao hatutarudi nyuma, ni songa mbele. Mzalendo, songa mbele. Na namba ziko hapo, unaweza kutuita ili upate kuuliza, na sisi tutakujibu kawaida gisi tunavyofanya. Ulaike vipindi vyetu, ujiabone, maana hapo sasa tunaanza na tunadema Bukavu Inyanya, Bukavu Inyanya, Bukavu Inyanya. Mujisikie huru, na kila mtu aliyeshikamana na hawa maadui wakati tunaingia Bukavu ajivukie, avuke mara moja, avuke. Ongera na watu wa Ijwi, gisi tulizungumza Ijwi mzima. Ongera, kazi mlifanya, ongera tena zaidi. Asante kwa makundi zote ambazo tuko tayari hivi. Tunasema wazalendo tuko tayari kabisa. Mutasikia habari, Bukavu ni Bukavu, Bukavu ni Bukavu. Na watoto wa Bukavu, jitayarisheni, mlikuwa mwishasema sana, munalia sana. Sisi hawa sasa tumewasili na kuingia. Musiwe na wasi, musiwe na woga, musiwe na kujilaumu tena. Tayari, na tuliweleza kwamba ukipata nusu ya pesa zako alafu nunua mchele, tia nyumbani, nunua mafuta. Tuliposema ile ya mbele, sababu tulikuwa tukikusudia kuingia, lakini tulipata shida ya idadi ya maskari. Lakini kwa leo hakuna kurudi nyuma, ni songa mbele, mtuto kwa mtuto. Watoto wa Bukavu, iwe na furaha, jeshi la wokovu limeingia. Badala ya hapo, tuliona wanajeshi wa wazalendo katika barabara nambari 5 kutoka Nyangezi hadi kufika katika mtaa wa Nyantende, ikiwa ni mpaka na Kasihe, ambako sasa M23 imeweka doria yake ya mwisho kutoka katika pande za Nyangezi hadi pale Kasihe, ikiwa ni nusu kilomita na jiji la Bukavu. Wanajeshi hawa walichokuwa na kiimba kwenye magari zao, tuwasikilize pia. Vile vile jiji la Bukavu lina Kagame
Idi kuonekana kuwa lina misongamano sana ya magari badala ya barabara za Bukavu kutokuwa na matrafiki kama mapolisi wa kuongoza magari. Kwa sasa mwananchi yeyote anakuwa ni trafiki wa kuongoza gari yake na kuelekea sehemu zake. Jambo hilo limefanya wananchi kulalama sana na kusema kuwa wanachelewa kwenye makazi zao ama kwenye mataisu za kutoka nje na sehemu. Hizo ndizo habari zetu mtazamaji wa Saidi TV Media International. Hapa ni Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ikiwa makao makuu ya Australia. Tunakukaribisha tena kuendelea kutufuata kwenye television, na usahau kusubscribe na kucomment ili uwe wa kwanza kupata habari zetu. Asante.